Karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kipindi cha Vinjari na Neno la Mungu, ambako tunakwambia sikiliza, tunakusomea Biblia. Mara mwisho tuliishia katika Mwanzo sura ya 19 ambapo tuliendelea kuona Lutu, ambapo mara mwisho tunakumbuka Lutu alinywesha mvinyo na mtoto wake mkubwa wa kike, na wakakutana, na mtoto wake huyo mkubwa wa kike akapata mtoto, na hata mtoto wake wa kike mdogo pia alimnywesha baba yake mvinyo, akalala naye akapata mtoto. Na leo tunaendelea kupata simulizi hii kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 20 ambapo kinasema Abrahamu na Sara wakiwa Gerari. Mstari wa kwanza, Ibrahimu akaondoka huko kwenda nchi ya kusini, akakaa kati ya Kadeshi na Shuri, naye akatembea katika Gerari. Mstari wa pili, Ibrahimu akamnena Sara mkewe, huyu ni ndugu yangu. Basi Abimeleki mfalme wa Gerari akapeleka watu akamtoa Sara. Mstari wa tatu, lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtoa, maana ni mke wa mtu. Mstari wa nne, basi Abimeleki alikuwa hakumkaribia, akasema, Bwana, je, utaua hata taifa lenye haki? Mstari wa tano, je, hukuniambia mwenyewe huyu ni ndugu yangu? Na mwanamke mwenyewe naye alisema, huyu ni ndugu yangu. Kwa ukamilifu wa moyo wangu na kwa kuwa safi mikono yangu nimefanya hivi. Mstari wa sita, Mungu akamwambia katika ndoto, nami nimejua ya kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi, ndipo nami nikakuzuia usinitendee dhambi, kwa hiyo sikukuacha umguse. Mstari wa saba, basi sasa umrudishe mwanamke kwa mtu huyo, maana yeye ni nabii, naye atakuombea upate kuishi, bali usipomrudisha, fahamu ya kwamba kwa hakika utakufa wewe na watu wote ulionao. Mstari wa nane, Abimeleki akaamka asubuhi na mapema, akawaita watumwa wake wote, akawaambia maneno hayo yote masikioni mwao, na watu hao wakaogopa sana. Mstari wa tisa, kisha Abimeleki akamwita Ibrahimu akamwambia, umetutenda nini? Nimekukosa nini hata ukaleta juu yangu na juu ya ufalme wangu dhambi kuu? Umenitenda matendo yasiyotendeka. Mstari wa 10, Abimeleki akamwambia Ibrahimu, umeona nini hata ukatenda jambo hili? Mstari wa 11, Ibrahimu akasema, kwa sababu naliona yakini hapana hofu ya Mungu mahali hapa, nao wataniua kwa ajili ya mke wangu. Mstari wa 12, naye kweli ni ndugu yangu, binti wa baba yangu, ila siye kwa mama yangu, ndipo akawa mke wangu. Mstari wa 13, ikawa hapo Mungu aliponisafirisha kutoka nyumba ya baba yangu, nikamwambia, hii ndiyo fadhili yako utakayonifanyia, kila mahali tuingiapo useme, huyu ni ndugu yangu. Mstari wa 14, basi Abimeleki akatwaa kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi, akampa Ibrahimu, akamrudishia Sara mkewe. Mstari wa 13, ikawa hapo Mungu aliponisafirisha kutoka nyumba ya baba yangu, nikamwambia, hii ndiyo fadhili yako utakayonifanyia, kila mahali tuingiapo useme, huyu ni ndugu yangu. Mstari wa 14, basi Abimeleki akatwaa kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi, akampa Ibrahimu, akamrudishia Sara mkewe. Mstari wa 15, Abimeleki akasema, nchi yangu iko mbele yako, kaa upendavyo. Mstari wa 16, naye akamwambia Sara, tazama, nimempa ndugu yako fedha 1000, itakuwa kifunika macho kwako mbele ya wote walio pamoja nao, nawe utakuwa na haki mbele ya watu wote. Mstari wa 17, Ibrahimu akamwomba Mungu, Mungu akamponya Abimeleki na mkewe na wajakazi wake, nao wakazaa wana. Mstari wa 18,
maana Bwana alikuwa ameyafunga matumbo ya watu wa nyumbani mwa Abimeleki wasizae kwa ajili ya Sara mkewe Ibrahimu. Mwanzo sura 21 mstari wa kwanza. Bwana akamjia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Mstari wa pili. Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake, kwa muhula alioambiwa na Mungu. Mstari wa tatu. Ibrahimu akamwita jina lake Isaka, yule mwana aliyezaliwa ambaye Sara alimzalia. Mstari wa nne. Ibrahimu akamtahiri Isaka mwanawe alipokuwa mwenye siku 8 kama Mungu alivyomwamuru. Mstari wa tano. Naye Ibrahimu alikuwa mtu wa miaka 100 alipozaliwa mwana wake Isaka. Mstari wa sita. Sara akasema, Mungu amenifanyia kicheko, kila asikiaye atacheka pamoja nami. Mstari wa saba. Akasema, ni nani angemwambia Ibrahimu, Sara atanyonyesha wana? Maana nimemzalia mwana katika uzee wake. Mstari wa 8. Mtoto akakua, akaachishwa kunyonya. Ibrahimu akafanya karamu kuu siku ile Isaka alipoachishwa kunyonya. Mstari wa 9. Sara akamwona yule mwana wa Hajiri Misri ambaye alimzalia Ibrahimu anafanya dhihaka. Mstari wa 10. Kwa hiyo akamwambia Ibrahimu, mfukuze mjakazi huyu na mwanawe, maana mwana wa mjakazi hatarithi pamoja na mwanangu Isaka. Mstari wa 11. Na neno hilo lilikuwa baya sana machoni pa Ibrahimu kwa ajili ya mwanaye. Mstari wa 12. Mungu akamwambia Ibrahimu, neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyo mwana na huyo mjakazi wako. Kila akuambialo Sara, sikiliza sauti yake, kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa. Mstari wa 13. Naye mwana wa mjakazi nitamfanya kuwa taifa, maana huyu naye ni uzao wako. Mstari wa 14. Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema, akatwaa mkate na kiriba cha maji, akampa Hajiri, akimtwika begani pake, na kijana akamruhusu, naye akatoka akapotea katika jangwa la Beer-sheba. Mstari wa 15. Yale maji yakaisha katika kiriba, akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja. Mstari wa 16. Akaenda akakaa akimkabili mbali naye kadri ya mtupo wa mshale, maana alisema, nisimuone kijana wangu akifa. Naye akakaa akimkabili, akapaza sauti yake akilia. Mstari wa 17. Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamwita Hajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Mstari wa 18. Ondoka ukamwinue kijana, ukamshike mkononi mwako, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Mstari wa 19. Mungu akamfumbua macho, naye akaona kisima cha maji, akaenda akakijaza kiriba maji, akamnywesha kijana. Mstari wa 20. Mungu akawa pamoja na huyo kijana, naye akakua, akakaa katika jangwa, akawa mpiga upinde. Mstari wa 21. Akakaa katika jangwa la Parani, mama yake akamtwalia mke katika nchi ya Misri. Mstari wa 22. Ikawa wakati ule Abimeleki na Fikoli mkuu wa jeshi lake wakamwambia Ibrahimu wakinena, Mungu yu pamoja nawe katika yote unayotenda. Mstari wa 23. Basi sasa uniapie kwa Mungu ya kuwa hutanitenda hila, wala mwanangu wala mjukuu wangu, lakini kwa kadri ya fadhili niliyokutendea utanitendea mimi na nchi hii ambayo umetembea ndani yake. Mstari wa 24. Ibrahimu akasema, nitaapa. Mstari wa 25. Kisha Ibrahimu akamlaumu Abimeleki kwa sababu ya kisima cha maji ambacho watumwa wa Abimeleki wamekinyang'anya. Mstari wa 26. Abimeleki akasema, mimi sijui ni nani aliyetenda neno hili, wala hukuniambia, wala sikusikia habari hii ila leo tu. Mstari wa 27. Ibrahimu akatoa kondoo na ng'ombe akampa Abimeleki, na hao wawili wakafanya mapatano. Mstari wa 28.
Ibrahimu akaweka wana-kondoo wa kike 7 peke yao. Mstari wa 29, Abimeleki akamwambia Ibrahimu, hawa wana-kondoo wa kike 7 uliwaweka peke yao, maana yake nini? Mstari wa 30 akasema, hawa wana-kondoo wa kike 7 utawapokea mikononi mwangu, wawe ushuhuda ya kuwa ni mimi niliyekichimba kisima hiki. Mstari wa 31, kwa hiyo akapaita mahali pale Beer-sheba, kwa sababu waliapa huko wote wawili. Mstari wa 32, basi wakafanya mapatano huko Beer-sheba. Abimeleki na Fikoli mkuu wa jeshi lake wakaondoka wakarudi hata nchi ya Wafilisti. Mstari wa 33, Ibrahimu akapanda mkwaju huko Beer-sheba, akaliita huko jina la Bwana Mungu wa milele. Mstari wa 34, Ibrahimu akakaa hali ya ugeni katika nchi ya Wafilisti siku nyingi. Mwanzo sura 22 mstari wa 1. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia, Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Mstari wa 2 akasema, umchukue mwanao wako wa pekee umpendaye, Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Mstari wa 3, Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana 2 pamoja naye na Isaka mwanaye, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa, akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Mstari wa 4, siku ya 3 Ibrahimu akainua macho yake akapaona mahali pakali mbali. Mstari wa 5, Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuarudia tena. Mstari wa 6, basi Ibrahimu akazitoa kuni na hiyo sadaka, akamtwika Isaka mwanawe, akatoa moto na kisu mkononi mwake, wakaenda wote wawili pamoja. Mstari wa 7, Isaka akasema na Ibrahimu baba yake akinena, babangu. Naye akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema, tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwana-kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Mstari wa 8, Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwana-kondoo kwa hiyo sadaka, mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja. Mstari wa 9, wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu juu ya zile kuni. Mstari wa 10, Ibrahimu akanyoosha mkono wake akakitwaa kisu ili amchinje mwanaye. Mstari wa 11, ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Mstari wa 12, akasema, usimnyoshee kijana wako mkono, wala usimtendee neno, kwa maana sasa nimejua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuilia mwanao wa pekee. Mstari wa 13, Ibrahimu akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanaye. Mstari wa 14, Ibrahimu akapaita mahali pale Yehova Ile, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Mstari wa 15, malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni. Mstari wa 16, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee. Mstari wa 17, katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitakuzidishia uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Mstari wa 18, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia yatajibarikia, kwa sababu umetii sauti yangu. Mstari wa 19, basi
Ibrahimu akawarudia vijana wake, wakaondoka wakaenda zao pamoja mpaka Beersheba. Ibrahimu akakaa huko Beersheba. Mstari wa 20, ikawa baada ya mambo hayo Ibrahimu akaambiwa ya kwamba, tazama, Milka naye amemzalia Nahori ndugu yako wana. Mstari wa 21, Usi mzaliwa wa kwanza wake na Buzi nduguye na Kemueli baba wa Aramu. Mstari wa 22, na Kesedi na Hazo na Pildashi na Yidlafu na Bethueli. Mstari wa 23, Bethueli akamzaa Rebeka. Nao wanane Milka alimzalia Nahori ndugu wa Ibrahimu. Mstari wa 24, na Suria wake Reuma naye alizaa Teba na Gahabu na Tahashi na Maaka. Mwanzo 23 mstari wa kwanza. Basi umri wa Sara ulikuwa miaka 127, ndio umri wake Sara. Mstari wa pili, Sara akafa katika Kiriathi Alba, ndio Hebroni, katika nchi ya Kanani. Ibrahimu akaja kumlilia Sara na kumwombolezea. Mstari wa tatu, akaondoka Ibrahimu kutoka mbele ya maiti yake, akasema na wazawa wa Hethi akinena. Mstari wa nne, mimi ni mgeni, nitatembea kwenu, nipeni mahali pa kuzikia kwenu, pawe pangu, nimzike maiti wangu atoke mbele yangu. Mstari wa tano, wazawa wa Hethi wakamjibu Ibrahimu wakamwambia. Mstari wa sita, utusikie Bwana, ndiwe mtu mkuu sana kwetu. Uzike maiti wako katika kaburi lile utakalochagua katika makaburi yetu. Hapana mtu kwetu atakaye kuzuilia kaburi lake, usizike maiti wako. Mstari wa saba, Ibrahimu akaondoka akainama mbele ya watu wa nchi, mbele ya hao wazawa wa Hethi. Mstari wa nane, naye akazungumza nao akisema, ikiwa nia yenu nimzike maiti wangu atoke mbele yangu, mnisikie, mkaniombee kwa Efroni bin Sohari. Mstari wa tisa, ili kwamba anipe pango la Makpela iliyo katika mpaka wa shamba lake, na anipe kwa kima kilicho kamili katikati yenu, iwe milki yangu ya kuzikia. Mstari wa 10, basi Efroni alikuwa akiketi kati ya wazao wa Hethi. Efroni Muhiti akamjibu Ibrahimu, na wazao wa Heti wanasikiliza, hata watu wote waingiao mlango wa mji wake wakisema. Mstari wa 11, sivyo bwana wangu, unisikilize, lile shamba nakupa, na pango iliyomo nakupa, mbele ya wana wa watu wangu nakupa, uzike maiti yako. Mstari wa 12, Ibrahimu akainama mbele ya watu wa nchi. Mstari wa 13, akamwambia Efroni, na watu wa nchi wanasikiliza, akisema, tafadhali unisikilize, nitatoa kima cha shamba, nawe ukipokee kwangu, nami nitamzika humo maiti wangu. Mstari wa 14, Efroni akamjibu Ibrahimu akamwambia. Mstari wa 15, bwana wangu, unisikilize, sehemu ya nchi ambayo thamani yake ni shekeli za fedha 400 ni nini hii baina yako na yangu? Basi uzike maiti wako. Mstari wa 16, Ibrahimu akakubali maneno ya Efroni. Ibrahimu akampimia Efroni ile fedha aliyotaja masikioni mwa wazao wa Heti, shekeli za fedha 400 za namna inayotumika na wenye biashara. Mstari wa 17, basi shamba la Efroni lilikuwa katika Makpela kuelekea Mamre, shamba na pango iliyokuwamo na miti yote iliyokuwamo shambani iliyokuwa katika mipaka yake pande zote, vyote viliyakinishwa. Basi shamba la Efroni lilikuwa kati ya Makpela kuelekea Mamre, shamba na pango iliyokuwamo na miti yote iliyokuwamo shambani iliyokuwa katika mipaka yake pande zote, vyote viliyakinishwa. Mstari wa 18, kuwa mali yake Ibrahimu mbele ya wazao wa Heti, mbele ya watu wote waingiao katika mlango wa mji wake. Mstari wa 19, basi baada ya hayo Ibrahimu akamzika Sara mkewe katika pango la shamba la Makpela kuelekea Mamre, ndiyo Hebroni.
katika nchi ya Kanaani. Mstari wa 20, na lile shamba na pango iliyomo iliyakinishwa kuwa mali yake Ibrahimu na wazao wa Heti, kuwa mahali pa kuzikia. Asante mpenzi msikilizaji na mtazamaji kwa kuendelea kutufuatilia, na hapa ndo mwisho kwa leo, lakini tunaendelea kuangalia namna ambavyo historia hii ya Mungu Mwenyezi na baba yetu wa imani Ibrahimu. Mpaka wakati mwingine tena, usisahau kusubscribe katika YouTube yetu, kushare video na kulike. Mungu akubariki na ubarikiwe kuwa na siku njema iliyo bora na uwe na afya njema.